Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni furaha yangu mara tena kukaribisha kwenye Theology Jesus TV kwenye kipindi mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo tunakuwa kwenye somo la 10 kwenye robo ya pili, na leo ni Jumanne. Tunazungumzia kisa cha Sodoma na Gomora. Kisa cha Sodoma na Gomora. Unaposoma Biblia kwa makini unaona kwamba kuna simulizi lingine muhimu la Agano la Kale ambalo Petro analirejelea moja kwa moja anapoelezea matukio ya siku za mwisho. Jana tulizungumzia kuhusu Nuhu na watu waliopotea kwa gharika, lakini leo Petro anatuonyesha mambo mengine kuhusu mwisho wa dunia. Kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Anatuelezea miji hii ya tambarare imekuwa hadithi ya kale kwa uovu wao na kuwa mfano wa kwanza wa maeneo yaliyokaliwa na idadi kubwa ya watu yaliyoharibiwa kwa moto kutoka mbinguni. Je, unataka ujue masomo mengi kuhusu somo hili? Nitakusihi kubaki kabisa mahali ulipo, na nitakusihi kusoma Petro ya pili 2:4 hadi 11 na Yuda 5:8 na Ezekiel 16:16 hadi 15, na uzingatie maelezo yote. Ni hali zipi za kimaadili zilizosababisha kuangamizwa wa miji hiyo ya na kuna ufanani gani leo vile vile? Basi tuongozwe na Roho Mtakatifu. Karibuni. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kabla Yesu aje, watu watakuwa sawa sana watu wa Sodoma na Gomora. Yuda 1:7 inasema kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyo karibu nao, kwa njia hiyo hiyo wakijitoa kwa uasherati na kufuata mwili wa kigeni, wamewekwa kwa mfano wakiteseka kisasi cha moto wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kile kinachozungumziwa hapa ni kwamba hii ilikuwa ni miji ambayo ilikuwa kwenye tambarare na ilikuwa inajaa na watu wengi. Watu wa hapo walikuwa wakizini sana, walikuwa wanaabudu miungu migeni, walikuwa wanafanya chochote ambacho miili yao inawasukuma kukitenda pasipo kujali kina madhara gani kwa uhusiano wao na Mungu. Hata leo kuna watu wengi ambao wanaendelea kufanya uzinifu. Ndio, na sio wao peke tu. Kuna watu wengi kabisa. Na Yesu alilinganisha kuja kwake mara ya pili na wakati wa Lutu alipotolewa kutoka Sodoma na moto ukateketeza mji, kwenye Luka 17:18 hadi 13. Nasoma hapo. Kwa hivyo kulinganisha na wakati wa Nuhu kunazungumza nasi juu ya kutoamini. Nyakati za Lutu zinazungumza nasi juu ya uasherati na machafuko ya kijamii. Nikukumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwamba maandiko matakatifu, maneno ambayo yameandikwa katika maandiko matakatifu, inapozungumzia watu wa kale, inatuandaa sisi tunaoishi siku hizi za mwisho kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Ina masomo mengi. Kuna watu wengi wanasema watu wa Sodoma na Gomora ni watu ambao walikuwa wakaidi, walikuwa wakisikia hivi. Nasi leo tukoje? Walikuwa ni wazinifu. Leo kuna idadi za kushangaza ukiwauliza hata vijana kwenye kanisa, kwenye waimbaji, hata shuleni. Wangapi vijana wavulana wasichana ambao wako chini ya miaka 18 ambao wangaliki bado bikira? Usishangae kuona ya kwamba idadi ya wasio wa bikira ni wengi sana, kwa sababu uzinifu, hata wazazi wa baba wa mama, sijui hata wengine ni wachungaji, wengine wanatumikia Mungu, wote wameingia katika hiyo dhambi ya uzinifu. Kwa hivyo somo hii ya Sodoma na Gomora inatuonyesha sababu ya uharibifu wao. Walichomwa na moto kwa sababu ya hiyo dhambi ya uasherati na machafuko ya kijamii. Walikuwa hata tayari kuzini waume na waume, wanawake na wanawake. Biblia inasema kwamba walikuwa wakikaa kwenye mlango wa kuingia kwenye mji, wakiona mtu mgeni akiingia, sasa tutazini na yeye. Ni mara ngapi mambo kama na yale yanaonekana? Mioyo ya wanadamu daima imekuwa miovu kabisa, na hata Wakristo wamefanya vitendo vya aibu. Unaposikiliza kitu ambacho Mkristo amekifanya, unashangaa. Waimbaji wakizini wao kwa wao, waongozi sijui wa mashule, waongozi sijui wa madini fulani. Sio wote, kuna waaminifu. Na thamani huo miongoni mwa wale ambao bado wangaliki waaminifu. Wewe unanifuata, sijui mara ilikuwa lini siku yako ulipozini, lakini jua kwamba dhambi yoyote tunayoifanya, Mungu hawezi kuacha mwenye dhambi na dhambi pasipo kuilipiza. Jinsi Sodoma na Gomora iliharibika kwa sababu ya uasherati wao na machafuko, na hivyo kabla Yesu aje, waovu wote Yesu atakuja kuchukua watakatifu na waovu watachomwa kwa moto. Hata hivyo siku hizi uovu unatangazwa kama wema, na wema wenye unadhihakiwa. Leo ukisema mimi bikira, watu watakucheka.
Lakini sema mimi bingwa kabisa, nimezina huyu na huyu, watu watakuchapia makofi wakisema basi wewe unastahili. Dhamiri kama za Daudi zimepingwa ganzi. Daudi ambaye pia alizini, ilibidi Nathani kumwambia umefanya kibaya, na akaungama. Ulimwengu wetu unahitaji watu kama Nathani ambao wataamsha dhamiri hizo na kuwatia moyo na ujumbe kusema Bwana ameondoa dhambi yako, hutakufuata. Tuambie watu waache dhambi zao, na wale ambao wamezifanya tayari waungame ili kwamba Yesu awasamehe. Ni muhimu kukumbuka kwamba Biblia haikuelekezwa hasa kwa ulimwengu wa nje, bali kwa watu wa Mungu wenyewe. Tunapoona dhambi mbaya sana za wengine zikielezewa katika kifungu kama Ufunuo 13 na 17, ni onyo kwamba sisi pia tunaweza kuangukia mtego huo. Mungu akusaidie. Asante Yesu kwa kisa hiki cha Sodoma na Gomora. Tufunze kuepukana na ubaya, uasherati na machafuko ili kuja tuende mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Amina.